Kitu kimoja ambacho watu hawajui ni kwamba dhahabu ni sarafu kama sarafu nyingine. Yaani leo hii ikienda kwenye soko la fedha, dhahabu na yenyewe ina kiwango chake cha kubadilishwa fedha kama ilivyo dola, euro, yuan, yen, hizo sarafu za kimataifa au zenye nguvu ambazo zinapendwa au zinahifadhiwa na mataifa mengi. Na tukiangalia katika mataifa mengi, ukiachilia mbali mataifa labda ambayo tunaita net importer, ambayo yananunua zaidi bidhaa za nje kuliko yanavyouza, ambao kutoka kwa kiasi kubwa hizo bidhaa zinanunuliwa kwa dola, ndio mara nyingi unakuta yanahifadhi dola. Lakini kama sio mataifa hayo, leo mengi yanahifadhi dhahabu kwa sababu ya imani walionayo kwa sarafu ya dhahabu kwamba itakuwa imara kwa kipindi kirefu, pengine kuliko sarafu nyingine. Kwa hiyo nakumbuka hata Tanzania tulianza kuhifadhi dhahabu mwaka 2024, na pengine kama sikosei ilikuwa inatokana na baada ya kuona wakati ule fulani dola ilisumbua baada ya Trump kuingia madarakani, akaongeza interest kwenye benki kuu ya Marekani, jambo ambalo lilisababisha sasa dola kuanza kuwa adimu, kwa sababu dola nyingi ambazo zilikuwepo kwenye masoko ya Afrika na mataifa mengine zilianza kurudishwa Amerika kwa sababu watu walikuwa na uhakika kupata faida kubwa kule. Kwa pale dola ilivyosumbua ndio watu wengi wakapata mwamko, kwamba mambo yanaweza kawa hivi, inaweza katokea wakati tukosa dola bila kuwa na sababu za ndani. Taifa kama Ghana likaanza kutumia dhahabu kununua mafuta, sisi tukanunua mafuta kutumia euro, lakini ile ikawa ni wake up call kwa serikali yetu, ikaanza kuhifadhi dhahabu, na kama ambavyo inahifadhi dola, inahifadhi euro, inahifadhi yuan, inahifadhi nini. Na pengine huu mjadala unaoona ni kwa sababu kuna watu walidhani labda serikali kuuza dhahabu ni dhambi, wakaanza kuwa too defensive, wanajaribu kutetea. Ndio maana watu wakaanza kuona au ni kitu kibaya, maana unajua kitu kitetewa sana watu wanaanza kufikiri labda kuna ubaya ndani yake. Lakini utaratibu wa kawaida kama ambavyo nafikiri mara kadhaa umewahi kusikia benki kuu inasema mwezi uliopita tuliingiza dola milioni 20 kwenye mzunguko, na maana imeziuza zile dola milioni 20 kutokana na upungufu wa dola unaokuwepo. Kwa hiyo ni sawa na ambavyo unaweza kusema labda shilingi yetu inakutana na pressure kubwa kwa sababu labda mauzo yetu ya nje yanakuwa sio mazuri sana. Tulilizi dhahabu ili tuongeze mauzo ya nje ili kulinda sarafu yetu, kwa sababu wakilinda sarafu wanakuwa wamelinda mambo mengi. Wanakuwa wamelinda mfumuko wa bei, wanakuwa wamelinda uchumi wa wananchi, kwa sababu mfumuko wa bei ukiwa mkubwa na maana kile kipato ambacho watu wanapata watashindwa kuhifadhi. Kwa hiyo ni utaratibu wa kawaida tu. Ni vile tu hapa katikati watu walianza kufikiri labda ni kitu kibaya, wakaanza kuwa too defensive, lakini kitu cha kawaida. Nchi nyingi zinauza reserve zake, zinauza dola zake, zinauza euro zake, zinauza dhahabu zake, zinauza mali zake ambazo zimezihifadhi, kwa sababu zile mali hazihifadhiwi tu. Hatuhifadhi dhahabu tu tuwe tunahifadhi ya dhahabu. Tunahifadhi dhahabu ili kitokea wakati ambapo tunaona tunahitaji labda fedha fulani au gain fulani, tunatumia ile dhahabu kupata hiyo gain. Kiuchumi ikoje? Inarudisha taifa nyuma au ndio inaongeza? Nilieleza mambo mawili kwamba inaweza kauza dhahabu ili kupata pesa ya kufanya kitu fulani, inaweza kuuza dhahabu ili kupunguza shinikizo kwenye sarafu ya ndani kwa ajili ya kudhibiti mfumuko wa bei na nini. Lakini kinachoangaliwa ni manufaa, imetoka kufanya nini. Na nilisikia hata serikali imesema sio kwamba imeuza dhahabu yote au inapanga kuuza dhahabu yote. Inakuwa na malengo, labda mwaka huu tunanunua tani 6 za dhahabu. Labda BOT wakaona kwamba huenda labda dhahabu ikawa na dili sana ikifika mwezi wangapi, wakaanza kanunua tani 7. Baadaye ule muda ukifika wakauza ile tani 1. Ni kitu cha kawaida. Kwa hiyo kiuchumi halina athari yoyote ile, labda tu mijadala ya watu na nini, lakini utaratibu wa kawaida nchi kuuza akiba yake ya fedha za kigeni au rasilimali yoyote. Labda pengine kwa sababu watu walikuwa wanazungumza labda kwa sababu yaliyotokea yamesababisha pesa kupungua, miradi kusitishwa, labda ndio imekuwa labda chanzo cha kama serikali kuamua kuuza. Mimi nataka kujua, yani inawezekana hiyo ikawa imechangia hasa kwenye upande wa kiuchumi, kwamba labda kuna ile misaada ya kigeni tulikuwa tunaitarajia. Sasa kwa sababu imekwama, pengine labda serikali imeamua kufanya hivyo. Unajua impact ya misaada ya kigeni au mikopo ya kigeni haiwezi kuonekana mara moja, kwa sababu mikopo mingi unakuta tayari iko kwenye process ama ilikuwa imeshatolewa mingine. Sio kitu ambacho unaweza kukiona kwamba kitu kimetokea mwezi wa 12, mwezi wa 11, mwezi wa 10 ukaanza kukiona Januari. Ni vigumu, lakini nimeeleza kwamba sababu ni nyingi za kama ambavyo ule msukumo wa kwanza wa kuhifadhi hiyo dhahabu, huo msukumo ndio unatumika kufanyaje kwenye kuitoa. Kwa nini ihifadhiwa? Ili kukabiliana hizo economic shocks. Kwa labda zinapotokea zile, kwa sababu tuna ile kamati ya sera fedha inakaa kila kota, lakini bila shaka ina vikao vyake vya mara kwa mara kulingana na hali ya mwenendo wa uchumi inavyokuwa. Wale wanafanya tathmini, ni wataalamu, wanaangalia kwamba hali tulionao sasa hivi tufanye nini? Tuuze dhahabu au tunue euro nyingi au tunue yuan nyingi au tufanye nini
ili kubalance uchumi, kuhakikisha kwamba mfumuko wa bei hauongezeki, lakini pia sarafu ya shilingi haikutani na shinikizo kubwa sana. Kiuchumi, bali na dhahabu, kuna kitu kingine serikali inaweza kufanya kuweza kukava kitu kama hicho? Kwa bahati mbaya sisi madini makubwa tulionayo au rasilimali ambayo inaonekana au tayari iko in use au tayari ambayo inatupa manufaa makubwa ni dhahabu, lakini labda mataifa mengine yangeamua labda kuuza akiba yake ya mafuta, au kama sisi hivi tungeamua labda kuuza akiba yetu ya gesi, labda ile gesi tukaja kampuni hapo kaambia chukueni tupe pesa, tunataka kufanya mambo yetu, kwa sababu rasilimali ambayo hauitumii haikufanishi kwa chochote. Yaani kusema kwamba na hela au na shamba ambalo haulilimi haikufaishi na chochote. Kama kinachoangaliwa kikubwa au cha kuzingatiwa ni kwamba hayo maamuzi yanakuwa influenced na nini? Yaani nini kimesukuma kufanya hayo maamuzi? Je, ni masuala ambayo yana maslahi kwa maendeleo ya wananchi au ni nini? Hilo ndio jambo muhimu la kuzingatia, lakini sio maamuzi mwingine. Swali langu la mwisho, pengine wananchi wanaweza, wewe kama mtu ambaye uko sana pale kwenye gazeti, mambo ya kiuchumi unajua, unawatoa hofu kiasi gani? Kwa sababu kumekuwa kuna mijadala mingi sana hasa kwenye mitandao ya kijamii kwamba hicho kilichotokea na serikali ilichokiamua, labda wewe unawatoa hofu gani kutoa ile hofu? Nafikiri malengo ya serikali sio kununua dhahabu tu ili iwepo dhahabu kama tuna akiba kubwa ya dhahabu. Kuna factors za kiuchumi, lakini pia ni njia ya kutunza thamani ya sarafu yetu, kwa sababu itafikia wakati ambapo labda hatuna dola, hatuna euro, tutatumia dhahabu kufanya manunuzi ya nje. Lakini pia uzuri wa dhahabu, ule mpango wa kununua dhahabu ni endelevu, sio kwamba wanauza walizokuwa nazo basi wanafunga store. Wananunua kile inavyowezekana, na uzuri wake ni kwamba wanazinunua kwa sarafu ya ndani, wanaziuza kwa sarafu ya kigeni. Kwa wanakuwa kwanza wanalinda sarafu, lakini pia wanakuwa na uhakika wa kupata mapato ya kigeni kwa namna nyepesi. Kwa sababu akienda pale Geita kununua dhahabu BOT, analipa kwa shilingi. Lakini siku akiuza atauza kwa dola, atauza kwa euro, atauza kwa yen, atauza kwa Swiss franc, atauza kwa currency yote ya nje. Lakini sana sana dola ambayo ndio tunahitaji sana kwenye manunuzi ya nje, ambayo ulimwengu mzima unatumia kwa 80% katika international trade.